Mpendwa mtazamaji, karibu kufuata habari za leo. Wapiganaji wa AFC M23 walifanya mkutano wao wa kwanza Nzibira katika eneo la Walungu kusini mwa Kivu, wakithibitisha udhibiti wao katika eneo hili muhimu linaloelekea Shabunda kwenye mpaka wa mkoa wa Manyema. Katika ziara yake Mushaki katika eneo la Masisi, Corneille Nangaa, msimamizi wa kisiasa wa AFC M23, aliwahakikishia wakazi wa eneo hilo kwamba vita viko karibu kumalizika na aliwataka wanakijiji kuzingatia maendeleo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtego wa magaidi wa ADF katika barabara ya Oicha Mamove umesababisha vifo vya watu 9 na kuleta uharibifu wa mali Ijumaa hii tarehe 26 Septemba. Wapiganaji wa AFC M23 walifanya mkutano wao wa kwanza Nzibira katika eneo la Walungu jimboni Kivu ya Kusini Ijumaa hii. Kinyume na uvumi, wanadhibiti eneo hili muhimu linaloelekea Shabunda kwenye mpaka wa mkoa wa Manyema. Fuateni hapa. Kulikuwa kunatokea menase mingi sana. Wanasikia mtu? Ndio. Menase ilitokea hapa Nzibira kwenda kutatiza Walungu, Kaniola, Lamba na nafasi nyingine. Bombardement zimetoka huku naelekea kupiga nyinyi wa raia hapa na wajirani wenu kando hapa. Iko vipi? Ndio. Uliviona hivyo vitu? Ndio. Sasa sisi kwa muda huu tuko kwenye CCLF. Mungu mnasikia tuko naongea doa kule Qatar. Ndio. Tulisinye CCLF na serikali ya Kinshasa. Hii serikali ya Kinshasa anapenda mpaka vita ikue. Ndio maana mliona hapa ndege ilikuwa inashuka hapa. Mlikuwa mnaona ndege inashuka hapa? Ndio. Inaleta wanajeshi, inaleta tumekamata bomu mingi hapa ambazo walikuwa wanatupa ndani ya wananchi. Tulikamata jana. Na mnamjua ndugu Maeshi, huyo mzalendo Maimai alikuwa hapa. Gari ambazo alikuwa nazo pia amefanya nini? Amezichoma. Hamujaziona? Dommage. Amechoma magari zote zenye zilikuwa hapa mbili. Bisi moja ndio tumekamata na waza mwenye nayo atakuja kama sababu mimi naona kuna rangi ya ajabu. Mwenye bisi ile atakuja kuchukua kama vile mwenye alikuwa amemlazima ile gari. Atakuja kuchukua gari yake. Kufanya magia. Kabisa. Hiyo menase ndio maana tulifika hapa ili tuielewanye. Unanisikia mzuri? Ndio. Ile menase ilikuwa inatokea hapa Nzibira kwenda Ninja, kuelekea Kabare, kuelekea Mwenga na Walungu, na tulikuja hapa kufanya nini? Irudishe nyuma ili mtoe ndani ya amani. Lakini sisi bado tunategemea kwamba kumaliza matatizo ya Kongo lazima watu waongee. Unanisikia mzuri? Ndio. Ingebidi kusema tupigane kila siku. Kama tumekuja kufika hata kiasi. Sababu jeshi ambalo liko mbele yetu tunajua. Ndio. Hakuna jeshi hapo. Wanachokijua ni unyanyasi, wizi na mabarieri mingi barabarani. Ndio. Kuna kingine wanajua? Hakuna. Kwa wanaume kwa nini hawakubaki patikana? Na kwa hiyo menase imekuwa elwanye, unaweza kuikala katika amani, ufungue aktivite za kuendelea, masomo wa vijana watoto. Nafasi yao ni kwenye masomo, hapana ndani ya makarieri ama ndani ya makazi ambayo yaliangalie. Waende kwa masomo, wachuruze, muende Walungu, muende kwenda na kurudia. Sidhani kama kuna barabara hapa, kwa barabara hapa mtakuja barabara zote zinafanya nini? Mtatembea mnaenda Walungu hadi Bukavu na kuna kwenye taifa barabara. Unanisikia vizuri? Ndio. Tuko katika hii miaka ya ukoloni hiyo ya kusema mchuruzi hawezi kupatikana na shida wakati anatembea kwa. Na kwa hiyo ninawaomba kitu kimoja ambacho nimeona kinafanyika hapa. Manyumba mingi zinafungwa. Na wenye hizo manyumba wengi walikimbia na kuna vitu vyao ndani. Kuna
Kuna wengi wako natoka na moto wa Lungu na mahali pengine wanakuja hapa kubeba vitu wakidanganya kwamba ndio waliwahi. Hapa mnafahamiana nje kwa hiyo mkuwe wa security ama walinzi wa wengine. Kubali wakuja wabomoe nyumba ya mwenzako, wapore mali. Kwa sababu wakimpora tu utakuwa na vigumu kupata kitu hapa. Inabidi uende kukaa usiku sasa. Pasikia vizuri. Kubali hiyo vitu na waache wengine wanaofanya bazao wao wenyewe wafanye nini? Wakuje wafungue kama ni biashara waanze wafungue. Profite nyuma yao kwanza kuiba wenyewe. Wakongomani wako ndani ya makundi ya mkali sana. Msiwaongezee vitu. Unanipata vizuri? Ndio. Na kwa hiyo mwambie wa vijana wenye walikuwa hapa, watoto ya Mpira, Mulamba na mahali pengine warudi wale silaha waweze kufanya kazi. Wanaotaka kufanya kitu wafanye. Vijana mnaona hapa ni jeshi nzuri sana. Ndio. Jeshi kali sana kabisa. Jeshi la wananchi na jeshi la umma. Hilo. Na waomba muambie warudi wasiogope. Maisha ni majina yao. Mimi ndio ya Mungu maisha ndio sana. Huyu maisha nimemuita mara mingi nikumbuka. Huyu maisha nimemtumia pesa hapa. Kweli. Maisha nimemtumia pesa hapa. Kama Chisekedi alikuwa na ashuru kwamba maisha tunakuja. Nimemtumia pesa hapa si mara moja ni mara tatu. Unyamaze sasa tusikie, unyamaze. Unakuwahi? Katika ziara yake Alhamisi tarehe 25 Septemba Mushaki katika eneo la Masisi, Corneille Nangaa, msimamizi wa kisiasa wa Alliance Fleuve Congo AFC/M23, aliwahakikishia wakazi wa eneo hilo kwamba vita viko karibu kumalizika na aliwataka wakaaji wa eneo hilo kuzingatia maendeleo. Maelezo naye Sofia Wilonja. Ikiwa mmeniona hapa ni ishara kwamba vita imemalizika. Twende sasa tufanye kazi kwa maendeleo, alisema Corneille Nangaa mbele ya mamia ya wakaaji wa vijiji waliokusanyika. Mshaki, eneo muhimu la kaskazini la Kivu, imepita chini ya udhibiti wa AFC/M23 katika mkataa wa mzozo wa kivita unaoendelea na vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na makundi ya wapiganaji wa shirika. Harakati hii ya kisiasa na ya kijeshi inayodai kutaka kuanzisha amani na utawala mpya katika eneo, inayoongozwa na ujenzi kwa ajili ya watu wa eneo hilo katika wiki za hivi karibuni. Kwa upande mwingine, Corneille Nangaa anaharikisha utawala wa AFC/M23 maeneo yaliyoshikiliwa kupitia semina za kuhimirisha uwezo kuhusu uongozi na utawala mzuri kwa ajili ya viongozi wa kisiasa na kiutawala. Sisi ni mfano ya mapinduzi yanayobeba mabadiliko makubwa. Nyumba tulizofungwa zinapaswa faidika na utawala usio na dosari, alisema Corneille Nangaa shoni wa kikao kuhusu utawala wa DRC kilichofanyika Goma. Coordinator Nangaa alizungumza msamira ya AFC/M23 ya kuanzisha mfano mpya wa utawala katika maeneo yanayodhibitiwa, wakati AFC/M23 ikijitokeza kama badala wa amani katika miji mikubwa inayoshikiliwa na kutangaza kumaliza kwa vita. Mapigano yanaendelea katika maeneo mengine dhidi ya FARDC inayoungwa mkono na wazalendo. Licha ya makubaliano ya Washington yaliyofikiwa wiki iliyopita katika serikali ya Kongo na Rwanda, ambayo utekelezaji ya hatua ya usalama utaanza tarehe 1 Oktoba, AFC/M23 inaendelea kupanuka katika mashariki ya kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano ya msingi
msingi iliyosainiwa kati ya Kinshasa na AFC M23 tarehe 19 Julai huko Doha, yanayolenga kupunguza mzozo katika Mashariki ya Kidemokrasia ya Kongo, bado yanachelewesha kumaliza mgogoro. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, magaidi wa ADF MTM walifanya mtego Ijumaa hii tarehe 26 Septemba mwaka huu kwa watumiaji wa barabara ya Oicha Mamove katika eneo la Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Kulingana na duru mbalimbali, idadi ya vifo vya awali ni watu 9 na uharibifu wa mali. Maelezo naye Isaac Bingeve toka Beni. Vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa wengi waasiriwa walikuwa wafanyabiashara waliokuwa wakielekea soko la kila wiki la Mamove. Kinos Katuo, mkuu wa shirika la raia la Mamove, alisema kuwa tukio hili liliongeza hofu miongoni mwa wasafiri na mnukuu, "Kwa sasa tumeripoti gari moja aina Fuso limeunguzwa na pikipiki 4 zimeteketezwa. Miili 9 iliripotiwa katika shambulio hili la ADF kwenye barabara ya Oicha Mamove," anaripoti Kinos Katuo. Magaidi wa ADF MTM wanahusika na vifo vya maelfu kadhaa mashariki mwa DRC. Usiku wa Septemba tarehe 8, mashambulizi mawili ya wakati mmoja yaliyohusishwa na ADF yaliua karibu watu 100 huko Fotodu katika eneo la Beni karibu na Oicha, na huko Ndoyo wilayani Lubero. Kutoka Beni, mimi ni Isaac Bingeve, Kivu Morning Post. Vikundi vya magaidi wa Kodeko vimewateka watu angalau 100 katika eneo la Jugu, mkoa wa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulio lilifanyika tarehe 25 katika kijiji cha Lida, wakati wahanga hasa wafanyabiashara walikuwa wakirudi kutoka soko la Bule. Kulingana na shirika la kirahia, watu 4 wameuawa na pikipiki 51 pamoja na vizaa mbalimbali zimeibiwa. Wanajeshi 3 wa FARDC pia wamepoteza maisha katika shambulio hili. Hatma ya mateka haijulikani, inasema shirika la rahia. Kamishina wa polisi wa mkoa wa Haut-Katanga Blaise Kilimbalimba aliongoza mkutano wake wa kwanza wa kila robo mwaka tarehe 25 Septemba mwaka huu hapo Lubumbashi. Alisisitiza kwamba katika siku zake 100 za kwanza amefanya kazi kupunguza ukosefu wa usalama kupitia ushirikiano kati ya huduma za usalama. Kilimbalimba alieleza kwamba ushirikiano huu umeimarisha nizamu kati ya polisi. Alisema lengo ni kupunguza uhalifu kwa 10% hadi 15%. Waziri wa miundombinu John Banza ameanza ziara ya ukaguzi wa barabara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alitembelea Katanga ya zamani ili kutathmini barabara za malipo tarehe 25 Septemba. Akiwa na gavana Martin Kazembe na viongozi wengine, kwanza alitazama kituo cha malipo cha Kanyaka. Banza kisha alitembelea kituo cha malipo cha Kasumbalesa ambako aligundua mfumo wa kamera za kusimamia shughuli. Kwenye barabara ya Kasumbalesa Mokambo Sakania aliona lango jipya linalounganisha malipo na uzito. Katika Kinshasa, ujenzi wa daraja la Kabu unasonga mbele kwa kasi. Msingi ambao ni muhimu umemalizika kwa mafanikio. Vikundi vinafanya kazi sasa katika kumiminisha msingi wa nguzo baada ya kutengeneza mifumo ya chuma ya daraja. Kevin, mkurugenzi wa mkoa wa CGT Kinshasa, anatoa imani katika maendeleo ya kazi. Waziri wa nchi anayehusika na mambo ya nje Therese Kayikwamba Wagner amepokea mihuri mpya rasmi kwa ajili ya misheni za kidiplomasia za New York na Washington DC. Waziri wa sheria Guillaume Mangefa Ndali amekabidhi mihuri hii iliyodhibitishwa na yenye usalama.
Mpendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, ni pamoja na habari hizi toka New York ndio tunakomesha idhaa ya Kiswahili. Habari za leo tunatangaza kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kwa habari zingine hivi karibuni. Kwaherini.